Ninakukaribisha katika darasa letu huru la neno la Mungu katika somo letu la mapambo kwa mtazamo wa kibiblia, sehemu ya 6. Hii ni sehemu ya 6. Somo lililopita ilikuwa ni sehemu ya 5. Katika sehemu ya 5 tulikuwa tunachambua Isaya ile sura ya 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 24. Ni imani yangu kwamba umeweza kubarikiwa na sehemu ya 5. Hivyo karibu sasa kwenye sehemu ya 6 tuweze kuchambua maandiko mengine yanayotumiwa na watu wa kundi A wanaodai kwamba mapambo ni dhambi, wakitumia maandiko haya kama ushahidi na utetezi wa hoja yao. Na leo tutachambua maandiko matatu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kundi B wanayo kazi ya kuyachambua haya maandiko matatu kwa wakati mmoja. Na klipu haitakuwa ndefu sana, naomba uweze kuvumilia, uweze kuona uchambuzi wa vifungu hivyo vitatu kwa pamoja. Kifungu cha kwanza ni cha Mwanzo 35 mstari wa 1 hadi wa 5, na kifungu cha pili ni Kutoka sura ya 32 mstari wa 1 hadi wa 6, na kifungu cha tatu ni Kutoka 33 mstari wa 4 hadi wa 6. Hivi ni vifungu ambavyo vinatumiwa kama ushahidi wa kupinga au wa kusema kwamba mapambo ni dhambi. Sasa tuone kundi B wana hoja gani juu ya vifungu hivi ambavyo vinatolewa na kundi A. Ni vizuri tuvisome vifungu hivi hata kama tulivisoma wakati wa utangulizi. Tuvisome vifungu hivi. Mwanzo ile sura ya 35 mstari wa 1 hadi wa 5 nitasoma, japo mwanga unitoshi sana lakini univumilie. Tutasoma. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, nenda uende Bethel, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoweni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Bethel, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaroni ulioko Shekemu. Mstari wa 5. Wakashuka njia, hofu ya Mungu ikashika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Kwa hii sura ya 35 mstari huu wa 1 hadi wa 5 wanautumia hawa watu wa kundi A kidai kwamba wakati Mungu anamtaka Yakobo aende Betheli akamfanyie madhabahu, ili mlazimu Yakobo kuambia watu wa nyumbani mwake wajitakase, wabadilishe nguo zao na waondoe na miungu yao, kwa sababu huwezi kwenda kumwabudu Bwana ukiwa najisi. Na wale watu wakati ile sauti wakabadilisha, waliweza kubadilisha, na wakamkabidhi Yakobo miungu yote ya kigeni na pete walizokuwa nazo. Maana yake kama ni pete bana na maheleni na mamikufu wakamkabidhi, na ndipo wakaelekea kwenda Bethel kumfanyia Bwana madhabahu. Kwa wanadai kwamba huwezi kumkaribia Bwana ukiwa na miungu. Huwezi kumkaribia Bwana ukiwa na pete na heleni. Hoja hii ina ukweli fulani, lakini haina ukweli wa 100% kama tutakavyoona ushahidi. Ni kweli huwezi kumkaribia Mungu ukiwa na miungu. Na ndio maana miungu waliweza kuitoa. Lakini walipobadilisha nguo zao, haina maana kama zile nguo zilikuwa ni miungu. Rudi uone taratibu za ibada za watu wa mwanzoni
ambazo katika Agano Jipya anasema zilikuwa za namna ya mwilini, kutawaza na vitu vingine. Sawa, kwamba ibidi wabadilishe nguo ndio mkaribie Bwana. Sasa dharia ya kubadilisha nguo ndio ile kumfanya Mungu madhabahu, ndio mada tutakayoanza tukaigusa pia siku ya leo. Lakini pia anasema miongoni mwa miungu waliomkabidhi ni pamoja na hizo pete. Lakini ukiangalia uandishi ulioandikwa mahali pale utaona sio sawa. Utakachokigundua ni kwamba walimkabidhi miungu migeni na pete. Sawa? Kwa miungu walimkabidhi, lakini pia hata vile vifaa vya uzuri pia kama pete nazo walizivua wakamkabidhi. Kwa hiyo haisemi kwamba pete nazo zilikuwa ni miungu ya kigeni. Kwa sababu tulishasoma kwenye sehemu ya somo la 4 kwamba hizo pete na zilikuwa ni sehemu tu ya mavazi katika nyumba ya Ibrahim. Walivaa kina Sara, walivaa kina Rebeka, na Ibrahim alikuwa anazitumia kama sehemu kutolea mahali na vitu vingine katika maisha yao yote, na hayakuwa sehemu ya miungu kwao. Na wanakuwa ni sehemu tu ya vitu vya uzuri. Lakini kwa kuwa Yakobo alikuwa na watu wengi, watumishi mbalimbali kutoka makabila tofauti tofauti kama wafanyakazi katika nyumba yake, wengi walikuwa na mambo yao, na kwa hiyo waliweza kutoa hivyo vitu vya kipagani walivyokuwa navyo. Na kama basi walikuwa na sehemu ya pete za kishirikina, basi inawezekana walizitoa, lakini haionyeshi kwamba kila pete ni ushirikina. Na kwa hiyo pete walizitoa pia, lakini kuna mgawanyo pale, kuna kwenye hiyo sentence wakatoa hiyo miungu ya kigeni wakamkabidhi, lakini na pete pia walimkabidhi. Na ndio maana unaona alipoanza safari zile pete, vile vitu vya dhahabu alivificha chini ya ule mti wa nafikiri Mwaroni. Alificha. Kwani alificha? Kwa sababu huwezi kutupa pete ya dhahabu. Huwezi kuitupa. Kwa alienda akabadali. Kama alificha maana yake alirudia tena kuchukua zile pete. Sio ile miungu, lakini zile pete waliweza kuzihifadhi kwa sababu ni asset. Sawa? Kwa hiyo nitatafsiri pia baadaye kwa pamoja, ila nimependa tu kutengeneza hoja ni nini wanakisimamia kwenye hiki kifungu ambacho tumekisoma cha mwanzo. Kifungu kingine ambacho tutakachokitafsiri ni Mwanzo sura ya 32 mstari wa 1 hadi wa 6. Lakini kwa sababu ya muda nisome ule mstari wa 2 hadi ule mstari wa 4. Anasema, Haruni akawaambia, "Zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu mkaniletee." Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akafanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, "Hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri." Na tukaendelea. Hiki ni kisa kile ambacho wakati Musa yupo mbele za Bwana katika mlima Sinai akiwa pamoja na Joshua akimsubiria huko, wakaona Musa amechelewa, na wakasema hatujui kilichompata ni kitu gani. Kwa hiyo wakakata tamaa, wasiwe na matumaini ya kumwona Musa tena. Kwa hiyo wakamshawishi Haruni watengeneze mungu mwingine, la sivyo warudi Misri. Ndipo tunaona Haruni anawaambia wavue hizo pete walizokuwa nazo kwenye masikio yao zile za dhahabu, wakavua wanaume na wanawake. Na katika kifungu hiki kinaonyesha kumbe hata vijana wa kiume na wanaume walikuwa wakizivaa pete masikioni mwao za dhahabu. Hiyo ni mada nyingine, tuiache jinsi ilivyo, lakini wakavua wanaume na wanawake, naonyesha kwamba hata wanaume na wanawake walikuwa nazo masikioni mwao. Kwa hiyo Haruni akatengeneza ndama na patasi ya kuyeyusha, kwamba huyu ndio Mungu wenu, ndio miungu yenu iliyowatoa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo hawa watu wa kundi A wanaosema mapambo ni dhambi, wanaona kwamba pete hizo au hizo hereni zilihusika kutengeneza ndama. Na kuna mmoja aliyefunuliwa akaenda mbinguni katika kundi hili anasema Mungu alimwambia kwamba ameharamisha kwa sababu walitengeneza ndama. Kwa hiyo kuanzia hapo zikawa ni haramu kabisa. Kwa hiyo akasema ni vitu kama hivi vitu ni dhambi, maheleni ni dhambi, mikufu ni dhambi, pete ni dhambi.
kwa sababu zilitengeneza ndama. So hiyo tutaona ni kweli ni dhambi, kwamba Mungu ati alilaani kwa kuwa wametengeneza ndama. Kwa maana yake kama wangetengeneza kwa miti, kwa hiyo miti yote ingekuwa imelaaniwa, tusingeruhusiwa kuitumia miti, si ndio maana yake? Au kama wangetengeneza kupitia udongo wa mfinyanzi, basi tungesema kwamba Mungu amelaani udongo wa mfinyanzi usitumike kuanzia hapo. Au kama wangetumia tu labda majani au kingine chochote, kwa hiyo tungesema kwamba Mungu amelaani kitu hicho tena kwa kuwa material ya kutengenezea imetoka kwake. Hiyo ni sababu nyepesi, lakini bado sijatoa majibu. Tutaweza kuangalia majibu mazuri baada ya kumaliza kusoma kifungu kingine cha 3. Kifungu kingine cha 3 tutakachokiona kinachotumiwa na kundi A ni kutoka hapo sura ya 33 mstari wa 4 hadi wa 6. Ukipenda unaweza kusoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Ile sura nzima unaweza ukaiona ya 33. Lakini nipende tu nisome ile mstari miwili kwa sababu ya kuokoa muda. Nianze ule mstari wa 4 na mstari wa 6. Anasema, watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Fungu hiki wanakitumia wakidai kwamba Mungu mwenyewe aliwaambia wavue vitu vyao vya uzuri ili wamkaribie, na kwamba akitokea kwao ni nini kitakachotokea? Kitakuwa ni kibaya sana. Na wale watu wakakubali kuwa watiifu, wakavua vile vitu vya uzuri, ndipo wakaweza kumkaribia Bwana. Kisa hiki ukianza ule mstari wa kwanza na kuendelea mbele, ni nini kilichokuwa kimetokea? Naomba hawa watu wa kundi A waweze kujua ni kisa gani hiki kwanza. Kisa hiki ni baada ya kuwa wametengeneza yule ndama. Musa amekuja, akakuta watu wameasi. Musa kwa hasira akazitupa zile mbao mbili za amri za Mungu alizokuwa amekabidhiwa, zikavunjika. Akamuuliza Haruni, umefanya nini? Na hasira ikawaka ya Musa na ya Mungu juu ya hawa watu. Na Musa akawaagiza kwanza kila mtu amuue aliye karibu yake. Utaona jinsi ambavyo wana wa Israeli lile pigo la Mungu la kuweka hasira juu yao, wakauana wenyewe kwa wenyewe. Naona ilikuwa ni genocide kubwa ya wao kwa wao, wakafa. Lakini bado hasira ya Bwana ikawa ni kubwa sana. Wana wa Israeli wakagundua tumemkosea Mungu, lazima tugaragale mbele za Bwana. Sasa wakaona tunaombolezaje? Wakasema hapana, hapa jamani, tuvue vitu vya uzuri, tujidhiri, tujishushe kabisa. Ndipo wakavua. Hata Mungu mwenyewe akawaambia vueni. Naona. Na kwa kifupi tutaweza kuona mbele kwamba hii ilikuwa ni kawaida katika Agano la Kale hadi leo pia kwa wacha Mungu, kwamba watu walipokuwa wanaenda mbele za Mungu wakati wa matatizo, wakati wa shida, kujidhiri mbele za Bwana, vitu vyao vya uzuri walikuwa wakivivua. Na baada ya hapo si kwamba walikuwa hawavivai tena, walikuwa wanavivaa, kwa sababu vile vitu vya uzuri havikuwa tatizo wala havikuwa sehemu ya tatizo, lakini kama sehemu ya kuonyesha unyenyekevu, kujikana, walikuwa wanavua vitu vya uzuri. Naona. Na mara nyingi walikuwa wanapenda kuvaa mavazi ya magunia wanaomboleza. Utaona katika wafalme wa Israeli, utaona Daudi alipokuwa akiomboleza juu ya mtoto wake aliyekuwa anaumwa, akiomba Mungu labda anaweza kumnusuru, walivaa nguo za kawaida. Wengine walikwenda kwenye sehemu za majivu, hawakuweza kuoga, hawakuweza kupaka mafuta. Yani walijikataa kabisa. Mtu anagaragara au anaenda sehemu yenye ambayo ni ya kujikana, analia mbele za Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida katika taifa la Israeli kwamba wakati watu wanapokuwa katika toba au wanafanya maombezi maalum, hawakuwa na tabia ya kuvaa hivi suti tuende mbele za Bwana, sijui nini, tupake na mafuta tupendeze. Hapana.
ilikuwa ni maombi ya kuomboleza, maombi ya kujikana. Walikuwa wanavua vitu vyao vya uzuri, hawavai nguo zao za sikukuu, hawapaki mafuta, wanaacha chakula, wanakaa na simanzi, wanaomboleza mbele za Bwana. Tofauti tu ni alileta Yesu. Yesu ndipo aliposema tumfungapo Bwana msiwe kama wale wanafiki ambao hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kwamba wamefunga. Lakini wale wanafiki walikuwa wanaendeleza utaratibu ule wa zamani tu ambao pia ulikuwa upo wa kawaida yao ya kufunga. Lazima mtu ajiumbue nyuso, wanatafuta majani ya migomba wanalala hapo, wanatafuta majivu wanalala hapo ili waomboleze mbele za Bwana. Unaona? Kwa hiyo swala la kuvua haikuwa ina maana kwamba vilikuwa ni vitu haramu. Kwa hiyo kwamba baada ya kuvua sasa Bwana alikuwa amewakataza wasivae tena. Si kweli. Kwa sababu hivi vitu havikuwa adhabu kwao, havikuwa tatizo kwao, zilikuwa ni baraka za Mungu kwao alizokuwa amewapatia. Na vifungu hivi vitatu vinaweza vikajibiwa na kifungu kimoja ili uweze kuona ninayo tunayotafsiri katika kundi B. Ili uweze kuona nini kinazungumzwa kwenye 32 kutoka 32:1 hadi 6, kinachozungumzwa kutoka 33:4 hadi 6 na kile ambacho kinazungumzwa 35:1 hadi 6, ni vizuri usome kutoka sura ya 35. Kuone hii kutoka hii 35, tusome ule mstari wa kwanza. Alafu tutaruka mstari wa 4 hadi wa 5, kisha tutaruka mstari wa 20 hadi 22. Lakini ninaposema tunaruka si kwa sababu eti kuna mstari naikwepa. Ninaomba tu kwa nafasi yako uanzie mstari wa kwanza 35 kutoka, anza mstari wa kwanza, sura ile nzima uimalize ambayo inaishia na mstari wa 35. Soma sura nzima. Soma sura nzima. Mimi nataka nichukue mistari michache kwa maana tu ya kutoa picha fupi na nisichukue dakika nyingi kusoma hii mistari, ni mingi sana. Naona? Soma hiki kisa. Nianza 35 mstari wa kwanza. Anasema hivi: Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyoyasikia Bwana ni haya kwamba muyafanye. Narudia kusoma. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya kwamba tuyafanye au kwamba muyafanye. Kwa hiyo unaona hii sura 35 inatoa maelezo ya Mungu aliyomuhusia Musa kwamba akawahusie watu ili wayafanye. Kwa hiyo yanayoendelea kwenye hii sura 5 ni maelekezo ya Mungu kwa taifa la Israeli ya jambo ambalo wanapaswa kulifanya. Na jambo lenyewe sio jingine. Jambo lenyewe ni ujenzi wa hema. Ni ujenzi wa hema takatifu ya kukutania, nyumba ya Bwana. Nasema ni tabernacle. Unaona nyumba, maskani ya Mungu. Ilikuwa na majina mengi: maskani ya Mungu, nyumba ya Mungu. Kwa hiyo na kama kuna nyumba za ibada takatifu, nafikiri mojawapo ya kwanza hii hema, kwa sababu haikujengwa kwa akili za kibinadamu. Ilijengwa kwa kadiri ambavyo Mungu alikuwa amemwelekeza Musa kule mlimani, akamuonyesha mfano wa mbinguni, jenga kama hii. Na Mungu akampa ramani, akampa vifaa vya kutumia na kila kitu cha kufanya ili kuweza kutengeneza hiyo hema. Sasa basi, wakati hema hii inaelekezwa kutengenezwa, kumbuka ni wakati wakina Yakobo walishafariki siku nyingi sana. Kwa maana yake watu walikuwa bado wana dhahabu zao na hereni zao, mnakumbuka, na wala haikuwa tatizo. Kumbuka ni wakati Musa akiwa mlimani, Haruna akatengeneza ndama tayari, wakatubu, sawa, wakavua vitu vyao vya uzuri. Kwa hiyo kama walikuwa wanavyo tena, tutaona je, kwenye ujenzi wa hema ya Bwana, hema takatifu, tena takatifu sana, iliyokuwa na sehemu ya patakatifu na patakatifu na ua wa nje, hema ile. Na hata ule ujenzi wa baadaye na Suleiman kulitoa kuwa hema, kuwa hekalu, kwa kutengeneza kwa miti na mawe ya kuchonga. Tuone, je, hiyo hema wakati inajengwa hakuna heleni zilizotumika? Hakuna vipini vilivyotumika? Hakuna mikufu iliyotumika? Hakuna pete zilizotumika? Kama
hereni, vipini vya pua ambazo ni hazama, kama mikufu, kama bangili, ziliweza kutolewa kama sehemu ya sadaka ya kufanikisha vifaa vya ujenzi wa kitu kitakatifu. Ni kweli Mungu angeweza kuruhusu sanamu ihusike kutengeneza kile kitu kitakatifu sana? Sawa. Wakati wa Haruni walipozivua, walikuwa wamevua zote? Hawakuvua zote, ilikuwa ni changizo tu. Sasa ilikuwa ni asset. Na ndio maana tunasema kosa la kwa Haruni haikuwa dhahabu wala pete zao. Maana wangeweza kuitengeneza ile sanamu hata kwa kifaa kingine chochote. Ila walipendelea tu iwe ya thamani, wakaona watumie dhahabu. Na dhahabu wataipata wapi? Basi walipata dhahabu za kutosha kwenye masikio, kwenye nini, wakaona watumie. Na la sivyo wangeweza kuamua kutumia kifaa kingine chochote. Na Mungu asingelaani yale material. Mungu analaani dhamira na moyo kwa kuwa na Mungu mwingine. So utaona jinsi ambavyo heleni, bangili, vipini vilihusika kama moja ya material ya kutengeneza kitu kitakatifu kwa Bwana. Na kama vingekuwa ni najisi, Bwana angevikubalije kwenye madhabahu yake? Tuendelee kusoma. Nilikuwa nimesema mstari wa kwanza ambapo unasema Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuwaambia, maneno aliyohusia Bwana ni haya kwamba myafanye. Nirukia mstari wa 4 na hadi mstari wa 5. Anasema hivi: kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Mstari wa 6 anasema, na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa. Huko sasa tuendelea. Unaona jinsi ambavyo Musa anawaagiza kila mtu kwa kadiri ya moyo wa kupenda akatwae kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba na vitu vingine vimeorodheshwa mahali pale. Walete. Sasa sikiliza walivyoleta. Nirukie mstari wa 20 sasa hadi mstari ule wa 22. Anasema, basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana. Kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini 1 hiyo na hazama 2 hiyo na pete za muhuri 3 hiyo na vikuku 4 hiyo na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Kenda kusoma pale nasema, na tena kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi ya samau na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani safi, anaonyesha pale walivileta kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo watengeneze hema takatifu na vitu vitakatifu kwa Bwana. Kwa hiyo unapozungumza vitu vitakatifu kwa Bwana, kwa hema takatifu ile mnayokumbuka ambayo ilitengenezwa mle ndani, kulikuwa na chetezo cha taa, meza ya mikate ya onyesho, meza ya kufukizia uvumba, kulikuwa na vile vyetezo vya kufukizia uvumba vyenyewe, palikuwepo na lile sanduku la agano mle ndani ya patakatifu, ilikuwemo lile kopo lilitengenezwa mle, palikuwepo na yale makerubi mawili yalikuwa kitia uvuli kiti cha rehema, ambapo ule mfuniko ulikuwa umefunika ile sanduku. Hivi ni vitu vitakatifu sana. Yalikuwepo masahani, makoleo, uma na vitu mbalimbali vitakatifu sana kwa Bwana.
Hivi vyote vilitengenezwa kwa michango ya watu waliotoa kama ambavyo moyo wao uliwapa kupenda, na walitakiwa watoe vitu visafi ambavyo vilikuwa vinafaa. Na moja ya vitu walivyovitoa ni pini zao, ni hazama zao, ni hereni zao, ni pete zao, na vikapokelewa na vikawa vitakatifu kwa Bwana. Alafu wewe leo unasema ni vitu najisi, ni vitu haramu. Na mtu akifika kanisani, wengine wanasema mnamvua, kama alikuwa na mapepe sio mnamvua, mnaenda sio mnazitupaga kweli zile pete za dhahabu zile na zile na ile mabangili yale ya dhahabu. Kama mnafanya hivyo mnafanya makosa makubwa sana. Mnatupaje bwana bangili ya dhahabu? Mnatupaje pete ya dhahabu bwana? Mnafanyaje hilo kosa? Unaona ile ni asset bwana. Ile ni mali eti. Ile ni mali. Na utaanza kuona hawa watu walikuwa na akili nzuri sana. Walijua mali itunzweje. Walijua hawezi kutunza fedha vizuri kwenye noti, kwenye shilingi zina thamani yake inaweza ikashuka ikapotea. Na wanaotunza fedha vizuri wanatunza kwenye dhahabu bwana. Sawa? Ukinunua simu ya 800,000, 500,000, ujue thamani yake inaanza kushuka tangu unapoanza kuitumia. Halafu wewe unahubiri au unamcheka mtu ambaye ana hereni ya 500,000, milioni 2. Wewe unamcheka wakati wewe una simu ya 500,000 ya milioni 1. Siku hizi nasikia zipo za milioni 3, milioni ngapi. Kitu ambacho thamani yake inashuka mara tu baada ya kukinunua. Nani aliye mjanja? Si huyu mwenye bangili ya dhahabu. Si huyu mwenye hereni ya dhahabu. Si huyu mwenye mkufu wa dhahabu. Si huyu mwenye bangili ya dhahabu, ambaye fedha yake iko salama, thamani yake iko salama. Na kesho kutwa anaweza kama kuiuza na karudisha fedha yake. Hiyo simu ya 800,000 ukimetumia mwezi mmoja, ukiiuza tena, ndugu yangu, kama ni ya 800,000, inawezekana baada ya mwezi mmoja ukambulia 700,000 labda au 500,000. Na penyewe labda umemkuta mtu ambaye labda sio mjanja wa mjini, atakayekubali kubambikwa simu. Lakini nje na hapo unaweza kujikuta umenunua 800,000, umekaa nayo mwezi mmoja, unauza 500,000. Unaona? Kwa hiyo mtu anayetunza pesa kwenye dhahabu, huyo mtu mheshimu sana. Huyo mtu mheshimu sana. Kwa hiyo tunasema hivi, sura hii ya 35 mstari wa kwanza hadi ule wa mwisho vinaonesha wazi kwamba pete, dhahabu havijawahi kuwa tatizo kwa Mungu wala katika utumishi wa Mungu, na vilitakiwa hata kwenye kutengeneza hema iliyokuwa takatifu sana, na kwa sababu hiyo hadi leo bado vinahitajika sana. Na kama una harambee ndugu yangu, una changizo, waambie watu kama kuna mtu mwenye moyo wa kupenda, ana hata hereni yake ya dhahabu, achangie hapo. Mwangalie ni gramu ngapi, mpeleke kule zinapouzwa dhahabu, tupate hela kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Watu wana mabangili ya fedha, ya dhahabu, ya gramu kubwa sana. Lakini sisi tumekazania tu leteni pesa. Kwa hiyo akiangalia mkufu wake angeweza kuutoa, lakini ameshaambiwa kwamba huo mkufu kwanza ni najisi, ni haramu, umetoka kuzimu. Naona hayo mafundisho ni dhaifu, tuachane nayo sana. Kama vihusika kujenga kitu kitakatifu, wewe ni nani unasema ni haramu? Unasemaje eti vilitengeneza ndama? Mbona baada ya kutengeneza ndama bado Mungu alipihitaji kwa ajili ya utumishi wake? Wewe unayesema eti Mungu alikwambia ulipofika kule mbinguni kwamba eti baada ya kuwa ametengeneza ndama ilibidi ni viraani. Mbona huyu Mungu baada ya huo muda mchache anawaambia wavitoe sadaka kutengeneza hema? Bali nasema hivi, baadhi ya mafunuo yana mashaka makubwa sana. Ni Mungu yupi huyo uliyesema naye asiyejua hata maandiko yake yeye mwenyewe? Kama angekuwa amevilaani siku ametengeneza ndama wakina Haruni, inawezekanaje baada ya majuma machache tena Mungu anazitaka kwa ajili ya ujenzi wa hema kama zilikuwa amezilaani? Kwa hiyo maana yake ni nini? Wewe unayetumia vifungu hivyo kwa kisingizio Bwana amekwambia. Mbona Bwana hajakwambia hii sura ya 35 kwamba baadaye alizitaka tena kutengenezea hema? Mbona Bwana hajakwambia tena wakati wa Suleiman zilitakiwa tena kwenye kutengeneza nyumba ya Bwana? Na hadi leo bado vinatakiwa, kwa sababu ile ni dhahabu, ile ni shaba, na tukiwa nazo nyingi zitakuwa zinatosheleza.
Hii ni tafsiri yetu ya tafakari yetu katika sehemu yetu ya 6 ya kuchambua vifungu hivi vitatu: Mwanzo 35 mstari wa 1 hadi wa 5, Kutoka 32 1 hadi 6 na Kutoka 33 mstari wa 4 na hadi wa 6. Baada ya kuyasema hayo, kuna vifungu vichache vingine vimebaki. Tutavikusanya kwa pamoja ikiwezekana, ili tuweze kuangalia changamoto za mapambo na faida za mapambo. Ni imani yangu kwamba umeweza kuelewa uchambuzi huu na vifungu hivi ambavyo vimesimamiwa na hawa watu wa kundi A kwamba mapambo ni dhambi. Kwa kutumia vifungu hivi umegundua kwamba si kweli. Vifungu hivi havielezi hicho wanachokidai, isipokuwa kifungu kama Kutoka 32 1 hadi 6 kinaonesha jinsi ambavyo walifanya matumizi mabaya ya baraka za Bwana walizokuwa wamepewa. Na ile Kutoka 33 mstari wa 4 hadi wa 6, walipovua vitu vyao vya uzuri ili kuomboleza mbele za Bwana, ni kwa sababu ilikuwa ni kawaida ya kujidhili au kujidhiki mbele za Bwana, kwamba ni wakati wa kuomboleza mbele za Bwana, moyo wa toba. Ilikuwa ni kawaida watu kuvua vitu mbalimbali, na si kwa sababu ya ubaya wake au wa unajisi wake, ila kuonyesha hali ya unyenyekevu na kwamba sisi ni mavumbi, si chochote, watu wanaanguka chini. Kama ambavyo hadi leo watu wengine wanaomba, wakati mwingine wanaingia rohoni, wanalala chini, wanaacha kila kitu, hawaoni uzuri wao, hawaoni fahari wao, wanaenda mbele za Bwana. Lakini haimaanishi kwamba eti wakitoka pale eti sasa zile nguo nzuri wanazipiga moto kwamba hazifai tena. Si kweli. Unaona? Na ukija ile Mwanzo 35 mstari wa 1 hadi wa 5, utaanza kuona wale watu wageni katika nyumba ya Yakobo, wale watumishi wake, walikuwa na miungu, sawa, lakini waliikabidhi kwa Yakobo. Maana yake hiyo iliharibiwa, lakini pete za dhahabu hazikuwa sehemu ya miungu, na ndio maana katika ile safari ilibidi azifiche. Unaona? Azifiche kwa sababu zile ni mali. Akamfanyia Mungu madhabahu kule Bethel, akirudi wapitie zile, kwa sababu hawezi kwenda kujidhili mbele za Bwana au wanavyo. Na kisha walijua kabisa kwamba kuna hatari ya kupokonywa njiani, na ndio maana moja muujiza uliotangazwa kwenye ile maandiko ni kwamba hata wale watu waliokuwa wakiwaogopa wa mataifa jirani walihisi kwamba kwenye ule msafara wao wa kwenda kule Betheli kwamba yawezekana wangevamiwa, lakini cha ajabu walishangaa hawakufuatwa na adui yeyote. Kwa hiyo walikuwa wamejihami, hizi mali zetu tuzifiche chini ya mti, ili kama hata wakitufuata wasitupokonye mali zetu, tuwe nazo salama. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kama aliposema alizificha, maana yake alipotoka Betheli walipitia pete zao, kwa sababu zilikuwa ni asset zao na mali zao ambazo walikuwa wamezihifadhi kwa ajili ya usalama wao, ila miungu haikuwa na nafasi tena. Na ndio maana walipoandika wamesema wakatoa miungu yao wakaiweka, lakini na pete zao. Kwa hiyo nafikiri andiko hilo la Mwanzo 35 1 hadi 5 limekaa vizuri. Nikukaribishe tena katika sehemu ya 7 ya kuchambua vifungu vilivyobaki, ikiwemo kile cha Ufunuo, kuna cha Yeremia na kuna Ezekiel, sawa, lakini kuna kile cha Wafalme kwa habari ya Yezebel. Na naamini niahidi kwamba sehemu yetu inayofuata ya 7 tutahusika na habari ya Yezebel na vifungu vingine tena. Asante sana. Usisahau comment rafiki yangu kwenye kipindi chetu, na usisahau kusubscribe, na usisahau kushare, lakini pia usisahau kufuatilia somo linavyoendelea hadi tutakapomaliza uweze kuona picha kamili ya somo ili tulilonalo. Ni imani yangu kwamba tutakutana katika sehemu ya 7 ya somo hili, tukiangalia roho ya Yezebeli ni kitu gani, na katika mtazamo wa mapambo ya hawa ndugu zetu wanaodai. Kumbuka neno letu la msingi ni Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32, ambapo Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini kwamba mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Akawaambia, na urudia, akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli,
nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Kwa swali unaweza ukatuma au ushauri pia unaweza ukatuma kutumia namba yetu ya simu ya 0767950038, 0767950038. Na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kutusikiliza na kutufuatilia, na karibu kwa support yako ya kupata mic, kamera na kompyuta kwa ajili ya kurekodi vipindi vyetu kwa uzuri zaidi. Asanteni sana.